Hizi ni taarifa njema kwa Tundu Lissu baada ya utata wa kesi ya mchongo ya uhaini kumalizwa na chombo hichi kikubwa cha kisheria barani Afrika siku ya leo. Mahakama za Tanzania zimeingiliwa kati mara moja baada ya kuchelewesha uamuzi wa kesi ya mchongo ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu kwa zaidi ya siku 400, Tundu Lissu akiwa kizuizini gerezani Ukonga. Hatimaye maombi ya Watanzania yamejibiwa jioni ya leo baada ya chombo hichi cha kisheria kutoa amri hii kwa mahakama ya Tanzania. Like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie kwa taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Jambo jipya limeibuka katika vita vya kisheria na kisiasa vinavyoendelea kumzunguka Tundu Antipas Lissu, na safari hii mtazamaji, mjadala hautokani tena na viongozi wa Chadema au wanasheria au wanaharakati wa kisiasa. Chombo cha sheria cha bara la Afrika linaloheshimika na kusikika sasa limeingia kwenye mazungumzo na kuibua maswali mapya kuhusu jinsi haki inavyopaswa kutolewa kwa haraka katika mojawapo ya kesi zinazofuatiliwa zaidi na kwa karibu zaidi nchini Tanzania na barani Afrika kwa ujumla. Na hii ndo inafanya maendeleo haya kuwa muhimu na ya kuvutia zaidi. Nataka utege sikio. Jukwaa la majaji na wanasheria wa Afrika linalojulikana kwa jina la AJJF limezitaka mahakama za Tanzania mara moja kuhakikisha kesi za jinai zinazomkabili Tundu Antipas Lissu zinasikilizwa na kumalizika ndani ya muda mwafaka, ndani ya muda mfupi. Na hii haikuja tu kama ombi, hii imetolewa kama amri. Taarifa hiyo inaweza kuonekana rahisi mwanzoni, lakini ukiangalia kwa karibu ina maana kubwa sana. Kwa nini nakwambia hivi? Maana kesi ya Tundu Lissu haizungumzwi tena ndani ya Tanzania pekee. Nataka ufahamu hili. Inazidi kuvutia usikivu kutoka kwa wataalamu wa sheria barani Afrika, watetezi wa demokrasia dunia nzima, waangalizi wa kisiasa na mashirika kote barani Afrika. Na leo watu wengi wanauliza swali moja. Je, shirika hili la kisheria la barani Afrika linalojiita AJJF linajaribu kusema nini hasa? Je, huu ni uchunguzi wa kisheria tu au ni ishara kwamba wasiwasi unaongezeka kuhusu muda ambao kesi zinachukua? Tukumbuke ya kwamba tatizo kubwa katika kesi hii ya uhaini ya Tundu Lissu ni kwamba mahakama imekuwa ikiahirisha kesi hii mara kwa mara, na sasa ikatimia zaidi ya siku 400, Tundu Lissu bado yupo gerezani. Kulingana na shirika hili AJJF, ucheleweshaji wa kesi za jinai kama hizi zenye hadhi ya juu unaweza kuleta sintofahamu na kudhoofisha imani ya umma hatua kwa hatua katika taasisi za mahakama. Shirika hilo linasema kuwa kesi zenye maslahi makubwa ya umma kama ya Tundu Lissu zinapobakia bila kutatuliwa kwa muda mrefu, raia wa kawaida huanza kuuliza maswali magumu, maswali kuhusu ufanisi, maswali kuhusu kama haki inakwenda kwa kasi ambayo watu wanatarajia. Na mara baada ya kauli hii kuibuka, mijadala ya kisiasa ilianza kushika kasi nchini Tanzania, kwa sababu hii siyo kesi yoyote ile. Huyu ni Tundu Lissu, tufahamu, mmoja wa viongozi wa upinzani wanaotambulika nchini Tanzania na walio na mamilioni na wafuasi wengi sana nchini. Na kwa sababu hiyo, kila maendeleo ya kisheria yanayomzunguka Tundu Lissu yanavutia umakini mkubwa wa umma. Sasa hapa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia zaidi. Shirika hili la kisheria barani Afrika AJJF haikuchukua tu msimamo wa kisiasa. Shirika hili halikumtangaza Tundu Lissu kuwa hana hatia au halikumtangaza kuwa ana hatia, haikutaka kuachiliwa kwake na haikushambulia mahakama za Tanzania moja kwa moja. Badala yake, shirika hili lilijenga kanuni moja ambayo wataalamu wa sheria hujadili mara kwa mara. Haki inapaswa kuwa kwa wakati, haki haipaswi kucheleweshwa, haki inafaa kuonekana kwa vitendo, na haki inapaswa kuhamasisha kujiamini. Huo ndio ujumbe unaoonekana kuwa katikati ya taarifa ya AJJF.
kisheria. Lakini hata ujumbe huo unazua mjadala, kwa sababu wakati wowote shirika la kisheria la kimataifa au la bara la Afrika linapotoa maoni kuhusu kesi inayoendelea inayohusu kiongozi mkuu wa upinzani katika taifa lolote, miitikio haiwezi kuepukika. Baadhi ya waangalizi wanahoji kuwa shirika hili linakuza tu kanuni za kisheria za wote. Wengine wanaamini kuwa taarifa hiyo inaonyesha wasiwasi mkubwa unaoongezeka kuhusu muda ambao mchakato wa kisheria unaweza kuchukua. Na tofauti hiyo ya tafsiri ndiyo hasa kwa nini habari hii inakuwa muhimu sana leo. Fikiri juu ya hili. Kila siku inayopita bila maendeleo makubwa katika kesi nyeti ya uhaini ya kisiasa inaleta uvumi mpya. Wafuasi wanaanza kuuliza maswali, wakosoaji pia wanaanza kuuliza maswali, vyama vya siasa pia vinaanza kuuliza maswali, vyombo vya habari vile pia vinaanza kuuliza maswali, na hatimaye hata mashirika ya kisheria kama haya huanza kuingilia kati na kujadili maswali hayo. Hilo ndilo hasa linaloonekana kutokea sasa. Shirika hili barani Afrika linalofahamika kama AJJF limesisitiza kuwa haki itolewayo kwa wakati inanufaisha kila anayehusika, na haki inayotolewa kwa kuchelewa si haki. Na haki hii inanufaisha sio watuhumiwa tu, sio serikali pekee, lakini mfumo mzima wa haki yenyewe, kwa sababu kesi zinapotatuliwa kwa ufanisi, wananchi huwa na imani kubwa na mahakama. Kesi zinapoendelea kwa muda mrefu na kuzoroteshwa mara kwa mara, mijadala ya umma mara nyingi hukua zaidi, na hilo ni jambo ambalo taasisi za kisheria kila mahali duniani hujaribu kukwepa. Sasa hapa kuna jambo lingine muhimu. Shirika hili la barani Afrika AJJF halikuegemea upande wa Tundu Lissu peke yake, pia ilitetea kwa nguvu uhuru wa mahakama. Sehemu hii ya taarifa inaweza kuwa muhimu kama vile mwito wa kasi, kwa sababu huku likihimiza mahakama kufanya kazi kwa njia ifaayo, shirika hilo pia lilisisitiza kwamba lazima mahakimu wabaki bila ushawishi wa kisiasa, shinikizo la umma au kuingiliwa na watu kutoka nje. Kwa maneno mengine, AJJF inaonekana kutetea kanuni mbili kwa wakati mmoja: kasi ya kesi ya Tundu Lissu pamoja na uhuru kwa kesi ya Tundu Lissu. Haki isicheleweshwe bila sababu, lakini muda huo huo haki pia isiharakishwe kwa sababu za kisiasa. Usawa huo ndio wataalamu wengi wa sheria wanaona kuwa muhimu zaidi katika taarifa hizi. Wakati huo huo, wafuasi wa Tundu Lissu huenda wakaona maendeleo haya yanatia moyo. Wengi wamekuwa wakibishana kwamba masuala yake ya kisheria yanapaswa kusonga mbele kwa haraka zaidi. Mara kwa mara wametoa wito wa kufanyika kwa taratibu za haraka na maazimio yaliyo wazi zaidi. Kwa hivyo wakati chombo cha kisheria kama hichi kinachoheshimiwa kinapoibua wasiwasi kuhusu ucheleweshaji, wafuasi wengine wanaweza kuhisi wasiwasi wao unakubaliwa. Kwa upande mwingine, wanaounga mkono mchakato wa mahakama wanaweza kusema kwamba lazima mahakama zifuate taratibu kwa uangalifu bila kujali shinikizo la umma. Wanaweza kusema kwamba kesi ngumu mara nyingi zinahitaji muda. Wanaweza kusema kwamba kuharakisha kesi za kisheria kunaweza kusababisha matatizo mapya, na ndiyo maana hasa mjadala huu unaendelea kugawanya maoni ya watu wengi. Upande mmoja unasisitiza uharaka, upande mwingine inasisitiza tahadhari. Pande zote mbili zinadai kutetea haki, na hiyo inafanya mjadala kuwa wa kuvutia zaidi. Lakini mtazamaji, kitu ambacho hakuna anayeweza kukataa ni kwamba kesi ya Tundu Lissu imesalia kuwa moja ya hadithi muhimu sana za kisheria nchini Tanzania hadi leo. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisheria wanaamini kuwa kauli hiyo inaweza kuongeza uchunguzi kuhusu jinsi kesi hiyo inavyoendelea katika miezi ijayo. Si lazima kwa sababu mahakama itabadilisha mkondo, lakini kwa sababu tahadhari ya umma inaweza kuongezeka hata zaidi. Shirika linaonekana kujali kuhusu kudumisha imani katika taasisi za kisheria. Naomba uniandikie maoni yako chini upande wa comment, unijuze mtazamo wako kuhusiana na ombi hili katika kesi ya Tundu Antipas Lissu. Na je, unadhani ni vibaya kesi kuahirishwa mara kwa mara? Na je, unalipi lingine la kuongezea? Na kuacha uwanja huu wa maoni, kumbuka kulike video hii, subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.